Kumbuka kwa huu ni msimu wa kufunguliwa kwa shule. Darasa la kwanza wamo, wale wa elimu ya awali. Nyinyi mnasema chekechea, sisi zamani tulikuwa tunaitwa vidudu. Eti sisi tunaitwa vidudu zamani ile, tunaitwa vidudu. Eti mama yako anaulizwa, vipi huyo Willy anasoma? Anasoma vidudu. Jamani, yaani sisi tunasoma vidudu kweli? Nitauliza siku moja kwa nini walikuwa wanatuambia enzi zile tunasoma katika shule ambazo lile darasa la chekechea wanaita vidudu. Wanasoma vidudu. Nitauliza ile na nitapata majibu tu. Lakini huu msimu ni ule ambao shule zinafunguliwa rasmi na wiki ijayo. Baada ya mapumziko ya Mapinduzi siku ya Jumatatu tarehe 12, na hakika Jumanne wanaingia kizaazaa cha kwenda kusoma. Na we mzazi unasoma, lishike hilo. 12 ushaamka. Amkeni, nendeni shuleni. Mmechelewa kulala. Kazi unayo. Wajibu wako umsusii mtu hiyo. Utoki mpaka malize shule. Utaka mtoto wako asome siku hizi na wewe uamke usome. So uende shule uamke kwa ajili yake. Kwa hiyo kuna chekechea, ilo darasa la awali sasa hivi linaitwa hivyo rasmi. Na kwa darasa la kwanza kuna wale wa kidato cha kwanza na wenyewe wanakwenda kuanza. Sasa TAMISEMI wamekuja na neno, wanasema hivi: Waziri wa Nchi, Ofisi ya Waziri Mkuu, Tawala wa Mikoa na Serikali za Mitaa, kwa kifupi TAMISEMI, Profesa Riziki Shemdoe amewaagiza wakuu wa mikoa, makatibu tawala wa mikoa, wakuu wa wilaya na wakurugenzi wa halmashauri zote nchini kuhakikisha kwamba hakuna mwanafunzi yeyote anaitwa mwanafunzi yeyote ametakiwa kwenda shule ile awali, sisi zamani vidudu, anatakiwa kuanza darasa la kwanza, anatakiwa kuanza kidato cha kwanza. Mwanafunzi anaitwa anaanza shule na akapewa jina lake kwenye taarifa. Yeyote, mwanafunzi yoyote atakayezuiwa kuanza kusoma shule eti kwa sababu ana sare, aanze kusoma, lakini wakati huo mzazi anaendelea kujitafuta ili mtoto akae sawa, aanze masomo, yani asikose kuanza kusoma kwa sababu amekuja shule hana sare, aanze kusoma kama gani. Agizo hilo limetolewa wakati shule zote nchini zikitarajiwa kufunguliwa tarehe 13 mwezi wa kwanza 2026, ambapo Profesa Shemdoe amesisitiza kwamba inapaswa kusimamia kikamilifu mtoto aanze kusoma. Seke mtoto aanze kusoma, hakuna hoja, hakuna mjadala, aanze kusoma, mengine yafuatie. Lakini pia na wewe mzazi, hili la kwangu mimi sasa, wakati ameingia shule, ujue anatakiwa madaftari, ujue anatakiwa nguo, kwa maana sare husika kwa shule husika, hiyo anatakiwa awe nayo. So eti asiache kusoma eti kwa sababu hana sare, ukaendelea kupiga zako miogo huko, kala zako magimbi, kala huko mapindi gesi huko, kala nini sijui, ukala ming'okwa. Hakuna hiyo kula ming'okwa. Wakati unakula ming'okwa na mengineo, uhakikisha kama mtoto anapata sare na vitu vinavyohusiana